Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na ndugu zangu wadau wa elimu ya nyota, nimekuja leo tena tuendelee kujifunza mambo mazuri yanayohusiana na nyota. Leo nazungumzia uchawi katika nyumba. Uchawi katika nyumba. Wataalamu wengi au watu binafsi wanajaribu kwa elimu zao kujaribu kutoa uchawi katika nyumba. Na hii imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa sababu usipojua kitu kinaingiaje katika nyumba, basi ni ngumu sana kuweza kukitoa. Ni changamoto kubwa sana. Utakuwa ni kama unabahatisha. Ni ngumu sana kuweza kukitoa. Kwanza lazima ufahamu kinaingiaje katika nyumba, ndio ujue utatoaje huo uchawi katika nyumba. Sasa unaweza ukawa unaishi katika nyumba ambayo tayari na uchawi, pengine ni mtu amekusudia kakuroga, au tu uchawi umekuja wenyewe kwa namna mbalimbali. Sasa wewe unaweza ukajisafisha mwili wako, ukaoga dawa zako, ukawa msafi, nyota yako ikang'aa. Ukatoka ukaenda kutafuta kama kwenye biashara zako au kwenye kazi zako, ukaenda kutafuta mtaani. Unarudi na pesa yako katika mji wako, katika nyumba yako, unashangaa ndani ya nyumba hakuna maendeleo. Unatafuta kweli, pesa unapata, lakini ndani ya nyumba maendeleo hakuna. Pesa zinapotea kiajabu ajabu, matumizi yako huyaelewi, migogoro ndani ya nyumba, mnagombana kila siku, baraka hakuna. Ukishaona mazingira kama haya, basi ujue kwamba nyumba yako imehasidiwa ama imerogwa. Amani hakuna, sijui pesa haikai, mmekaa miaka mingi hakuna maendeleo mnayoyafanya. Ukinunua kitu kipya ukiingiza ndani siku 2-3 kimeharibika. Yaani ni vurugu mechi. Ukiangalia unapambana kweli kweli na pesa unapata, si kwamba hupati, kwa sababu kama unapata pesa basi yawezekana nyota yako ni nzuri, lakini nyumba imerogwa. Utakwenda kwa mganga, wewe utaoga dawa, utachinjiwa kuku, utafanya nini, utakwenda kuombewa, utafanyiwa dua, umeenda wewe, lakini mji wako mchafu, umehasidiwa na watu wabaya. Lazima kwanza ujue hasadi inaingiaje katika nyumba, ama uchawi au nuksi zinaingiaje. Ni mazingira gani yanarahisisha au ndio njia rahisi kwa uchawi kupita katika nyumba yako. Sasa hapa nataka ufahamu kitu kimoja kwanza. Ndio maana nasema kila kitu kipo katika elimu ya nyota. Sasa vitu tunavyovitumia duniani, ikiwemo sisi, unasikia tu kwamba mtu ana jina AMY ni nyota ya punda, BNZ ni nyota ya ng'ombe, sijui DP ni nyota ya kaa. Sasa hata vitu tunavyovitumia na vyenyewe vimenasibishwa na nyota. Mfano, barabara, njia, sijui vyombo vyote vya usafiri vimenasibishwa na sayari ya Mushtara au Jupiter. Njia, barabara, sijui vyombo vya usafiri vimenasibishwa na sayari ya Mushtara au Jupiter, ambayo sayari hii chini yake kuna nyota hizi mbili. Kuna nyota ya mshale, nyota ya 9, na kuna nyota ya samaki, nyota ya 12. Sasa vyombo vya usafiri vinaweza vikawa vya angani, vinaweza vikawa vya kwenye maji, vinaweza vikawa vya nchi kavu. Utajiuliza pia sasa ndege inaingiaje hapo wakati kuna nyota ya mshale ambayo asili yake ni moto. Moto na upepo vinaendana, kwa hiyo ndege pia inaingia hapo. Vyombo vyote vya usafirishaji vipo chini ya sayari ya Mushtara. Na njia ziko chini ya sayari ya Mushtara. Hivyo hivyo vyombo vyote vya mawasiliano vipo chini ya sayari ya Utwaridi, sayari ya Utwaridi, ambayo sayari hii ina nyota 2 na yenyewe. Kuna nyota ya 3 ambayo ni mapacha, kuna nyota ya 6 ambayo ni mashuke. Sasa vyombo gani vya mawasiliano? Kuna simu za mkononi, kuna kompyuta, sijui kuna kaza wa kaza, vyombo vinavyotumika hata kuandaa maandishi fulani,
kwa ajili ya mawasiliano, basi vyote viko chini ya Utwaridi, sayari ya Utwaridi, ambayo sayari hii inatawaliwa na nyota mbili, nyota ya mapacha na nyota ya mashuke. Sasa vivyo hivyo hata katika vitu vingine vimegawanywa katika mlolongo wa nyota, sio binadamu peke yake. Wewe unavitumia lakini haujui. Ndipo hapo ambapo tunasema kwamba kazi unayofanya inaendana na nyota yako. Inaendana na nyota yako. Kwa mfano huyu mtu wa nyota ya mshale, nyota ya 9, jina linaanza na I na U. Kazi ya usafirishaji inamfaa kwa sababu ipo katika mlolongo wa nyota yake. Unaona Kwa mfano huyu mtu wa nyota ya mapacha C na O, kazi ya mawasiliano inamfaa. Mtu wa nyota ya mashuke F na R, kazi ya mawasiliano inamfaa kwa sababu vyombo vyote vya mawasiliano viko chini ya sayari ya Utwaridi, ambapo zinatoka nyota hizi mbili, nyota ya mapacha na nyota ya mashuke. Sasa basi vivyo hivyo katika nyumba kwa maana ya jengo lolote, aidha ni jengo la kibiashara au ni jengo watu wanaishi au wanafanya biashara, limeshaitwa jengo kwa maana ya nyumba. Yaani kuna mlango na madirisha lina hadhi ya nyumba. Basi hilo jengo limepewa nyota ya kaa. Limepewa nyota ya kaa. Hilo jengo limepewa nyota ya kaa kwa sababu nyota ya kaa ni mmiliki wa nyumba. Sasa nyumba haijalishi ni nyumba ya kuishi au ya kufanya biashara. Kuna nyumba ya kuishi na kuna lodge. Lodge ni nyumba ya biashara. Nyumba ya kuishi ndo kama hiyo uliopanga wewe hapo nyumbani ama uliojenga wewe unaishi. Sasa hizi zote zipo katika nyota ya kaa. Mtawala wake ni nyota ya kaa. Sasa ukitaka kujua hizi nyumba zinalogwaje, lazima ujue maadui wa kaa ni wakina nani. Asili ya nyota ya kaa ni maji. Na hii ni nyota ya 4 katika mlolongo wa nyota 12. Sasa katika mlolongo wa nyota 12, nyota ya 12 kutoka wewe, ukihesabu hii kaa ni nyota ya 4. Kaa ni nyota ya 4. Ukaifanya ikawa ndo nyota ya kwanza, maana yake nyota ya pili itakuwa ni nyota ya Simba. Nyota ya 3 itakuwa ni nyota ya mashuke. Nyota ya 4 itakuwa ni nyota ya mizani. Nyota ya 5 itakuwa ni nyota ya nge. Nyota ya 6 itakuwa ni nyota ya mshale. Nyota ya 7 itakuwa ni nyota ya mbuzi. Nyota ya 8 itakuwa ni nyota ya ndoo. Nyota ya 9 itakuwa ni nyota ya samaki. Nyota ya 10 itakuwa ni nyota ya punda. Nyota ya 11 itakuwa ni nyota ya ng'ombe. Nyota ya 12 itakuwa ni nyota ya mapacha. Kwa hivyo sasa, nyota ya kaa 12 yake ni nyota ya mapacha. Na 12 ni mlango unaoleta uadui, unaoleta changamoto. Mlango wa uadui, mlango wa 12. Sasa katika nyota ya kaa, mlango wa 12 imekaa nyota ya mapacha. Ambayo nyota hii tizama sasa, nyota ya kaa asili yake ni maji na nyota ya mapacha asili yake ni upepo. Kwa hivyo haviendani. Na kwa bahati mbaya nyota ya mapacha ndio imekaa mlango wa 12. Kwa hiyo inawakilisha kwamba huyu mtu wa nyota ya kaa asifanye kazi zinazohusiana na upepo ama hewa, zitamletea shida. Vivyo hivyo nyumba inaathiriwa kwa mazingira ya upepo ama hewa. Sisemi kwamba katika nyumba haipaswi kuwa na hewa. Unisikilize utanielewa mantiki yangu. Katika nyumba kuna matundu muhimu ama uwazi muhimu unaopitisha hewa. Kuna milango, kuna madirisha. Kuna milango, kuna madirisha. Hivi ndivyo vitu ambavyo mchawi anavyovitumia katika kukudhuru wewe katika nyumba yako. Na akitumia mlango au dirisha, huo uchawi unakufika. Hiyo nyumba inaparaganyika, yani inaharibika. Riziki haikai, mikosi haishi, mabala kugombana, yani ni vurugu. Anatumia nini mchawi? Anatumia mlango au anatumia dirisha. Kwa nini? Kwa sababu hivi ndio vyenye kupitisha hewa katika nyumba. Anavitumia hivyo ili viweze kumsaidia.
Ukiangalia video yangu hapo nyuma nimesema kwamba uchawi ni matumizi mabaya ya nguvu za universe, nguvu za ulimwengu. Sasa basi mchawi ameshajua. Yaani tofauti yako wewe na mchawi ni kwamba mchawi ana elimu kubwa kuhusiana na nguvu ya ulimwengu. Hiyo ndo tofauti. Na anatumia elimu hiyo katika kuwachapa watu. Sasa wewe huna elimu hiyo na haujui. Haujui. Lakini kitu cha kwanza kinachoweza kuingiza au kitu kikubwa kinachoweza kuleta ubaya katika nyumba ni madirisha au mlango. Wachawi wanapenda kuvitumia kwa sababu vinapitisha hewa. Kwa hiyo yeye anatumia hiyo advantage katika kupitisha uchawi wake. Na huo uchawi anaupitishaje? Mara nyingi wanapuriza. Wanapuriza. Ndivyo wanavyofanya wachawi. Anakuja katika mlango wako hata kama umeufunga. Anakuja kupuliza kwa sababu anajua utakuja utafungua tu. Dirishani kwako anapuliza. Anapuliza. Sasa tizama, katika ulinzi wa nyumba tunaweka milango mizuri mlangoni, tunaweka madirisha ya chuma na wavu na kila kitu kujilinda dhidi ya watu wezi, dhidi ya mbu, tunaweka mpaka na wavu. Lakini sehemu hizo ambazo katika mazingira ya kawaida tunaweza kupata ubaya, basi ndio sehemu hizo ambazo mchawi anazitumia. Yaani weakness ya nyumba au weakness ya nyota ya kaa ipo katika upepo au hewa. Weakness ya nyota ya kaa au weakness ya nyumba ipo katika upepo au hewa. Sasa mchawi anaitumia hiyo hewa ama upepo katika kuizuru nyumba yako. Na ikisha logwa nyumba, wewe unaishi mle, basi mambo yako lazima yataharibika. Unakwenda kutibiwa, unakwenda kusomewa, unaona huko vizuri, siku 2-3 mambo yanarejea tena. Yawezekana aliyekuombea dua au kukusomea hana elimu ya nyota. Hajui, hana elimu ya nyota, au huyo mtaalamu mganga hana elimu ya nyota. Kwa hivyo kweli amekusomea, amekuombea, amekutibu, umekaa sawa. Lakini nyumba yako ina shida. Ukirudi siku 2-3 mambo yanarudi. Na shida hiyo imepitia wapi? Katika mlango au katika dirisha. Ndivyo wachawi wanafanya. Wanakuja kupuriza. Hata kama wakija kufukia kitu kwenye nyumba yako wewe, basi watafukia kitu kinachoendana na upepo. Nitakuja kufundisha video hapa siku moja. Wanafukia hata ubawa. Hivi unajua kwamba ubawa wa ndege unaweza ukakuletea shida katika mji wako? Ubawa tu wa ndege. Ndege kwa maana ya kwamba yule ndege mnyama anaeliwa yule. Kwa mfano bundi, sijui kunguru, sijui ndege gani. Na mara nyingi wanachukua wale ndege wabaya wanaochukiwa na watu. Akitokea bundi hapo, kila mtu anakimbia, kila mtu anasema anavyosema basi ule ubawa wa bundi akija kuufukia katika compound yako, katika mazingira yako ya nyumbani, basi amekwisha kuiloga nyumba. Anafukia kwa manuizi. Kwa hiyo hata kama akifukia, amefukia kitu kinachohusiana na upepo, kwa maana ile mbawa. Kwa hiyo akija dirishani anapuliza. Hizo ndizo sehemu ambazo zinatumika. Kama ni kwenye ardhi kachimbia, basi kachimbia kitu ambacho kinachohusiana na upepo ama hewa. Nimekutolea mfano wa mbawa ya ndege kama vile bundi au kunguru, ndege yote ambaye watu hawampendi. Mtu anaweza akafanya hivyo kwa manuizi yake na akakufanyiza ubaya mkubwa sana katika mji wako. Sasa wewe baada ya kufahamu kwamba huo ubaya unapita katika mazingira hayo, sasa unafanyaje kujinasua? Ikiwa umeshakwenda kwa waganga, umekoga dawa, sijui umechanja, umesomea visomo, sijui umeombewa, lakini bado pengine mambo yanakaa sawa kwa muda fulani. Lakini nyumbani pia unasikia vitu vinatembea, mambo ya ajabu yanapita. Yaani unakuwa huelewi, hulali usiku. Jamani, nyumba zikirogwa ni kitu kibaya sana. Inaweza kaa nyumba ya kwako lakini wewe usiku hulali. Si kwamba unaumwa, hauumwi, ila ukishafika nyumbani usingizi unakata. Umetoka kwenye shughuli zako, umerudi saa 3, saa 4, saa 5. Umeoga, umejiandaa, unaingia kitandani, usingizi unakata mpaka asubuhi. Hayo ni mateso mabaya sana, mateso mabaya. Na yakiendelea mateso hayo kwa muda fulani, linakuja kuzuka tatizo la kibiolojia. Tizama uchawi unavyounganisha mambo.
Yaani wewe jifikirie tu kwamba ni mtu ambaye hulali kwa muda fulani. Kaulize madaktari watakwambia. Upate muda wa kulala kwa sababu kukicha unaenda kwenye shughuli zako. Umerudi saa 3 saa 4, umekoga uingie kitandani ulale. Lakini umeingia kitandani usingizi hamna. Huna tatizo la kibiolojia, umepima hospitali huko mzima. Yaani mchawi kaamua kukutesa tu kwamba wewe usilale. Sasa unapokaa muda mrefu haulali kwa siku kadhaa, lazima litakuja kuzuka tatizo la kibiolojia. Na usipokuwa makini litakuja kukuondoa hapa duniani. Ndicho anachokifanya mchawi. Hii ndiyo elimu ya nyota, yaani ndo sayansi ya elimu ya nyota. Unaelewa kila kitu na utaratibu wake. Tayari mchawi amesharoga nyumba yako wewe. Sasa unajinasuaje? Ama unatoaje hiyo nuksi? Hayo mabaya unayoyaona, shida, changamoto katika nyumba yako. Unatoaje? Watoto wanaumwa kila siku. Kila uchao wewe ni wa kwenda hospitali. Ugomvi kila siku. Pesa haikai. Vurugu, kuumwa wewe mwenyewe ovyo. Haulali usiku. Shida tupu, kuna vitu vinatembea juu. Nyumba imerogwa, huna amani. Unafanyaje? Nikupe zawadi ndugu yangu ya kuweza kujisaidia. Ni dawa ndogo sana. Dawa ni asilimia ndogo, lakini elimu ni asilimia kubwa. Elimu ni asilimia kubwa kuliko dawa. Inawezekana unaifahamu lakini ulikuwa unafanya tofauti. Sasa katika dawa kuna vitu ambavyo unapaswa kuwa navyo. Unapaswa uwe na lemon, hii ndimu. Naiona hii, unapaswa uwe na ndimu. Naona ndimu hii. Hicho ni kitu kimoja hapo. Unapaswa uwe na sindano. Sijui kama utaweza kuiona hii sindano hii. Umeiona Hicho ni kitu cha pili unapaswa kuwa nacho, sindano. Unapaswa uwe na chumvi ya mawe. Nafikiri kama unaweza ukaiona chumvi ya mawe hiyo. Chumvi ya mawe, sea salt, chumvi ya mawe. Lakini pia unapaswa uwe na chungu cha saizi kama hii, saizi kama hii, hata zaidi ya hapa. Chungu cha kawaida sana hicho, unakiona? Chungu kama hivi. Sasa ukishakuwa na hivi vitu, nini cha kufanya? Nini cha kufanya ukishakuwa na hivi vitu? Kingine unachopaswa uwe nacho, unatakiwa ufagie, upate dust au vumbi au mchanga wa humo ndani katika hiyo nyumba. Upate vumbi, mchanga, mchanga au dust, vumbi ya humo ndani, vumbi la humo ndani. Sasa nakuonyesha mfano wa vumbi. Unaweza ukalipata kwa kufagia au kwa kutumia ile mashine ya uva, nafikiri. Wengine wanatumia kufanya usafi na mashine ya uva, ile huwa inanyonya vumbi. Kwa hiyo hata kama kuna kapeti unaweza ukanyonya vumbi ile popote, maana popote, mradi vumbi au mchanga ama uchafu wenye asili ya mchanga wa mle ndani katika nyumba yako. Sijui kama unaweza kaona nina mchanga kidogo kuonyesha kama mfano. Mchanga, sand au dust ya humo ndani ya nyumba. Baada ya kupata vitu hivyo, sasa ndimu na sindano sio moja. Utahesabu nyumba yako ina milango mingapi? Nyumba yako ina madirisha mangapi? Sasa ndimu na sindano zitakuwa na idadi sawa na milango na madirisha. Mfano, nyumba yangu ina madirisha 5. Labda milango 5. Milango kwa maana mlango wa nje na milango ya ndani. Mpaka ule mlango wa chooni, kama nyumba ina choo cha ndani kwa ndani, yani unaoitwa mlango. Uwe mlango wa choo, wa chumbani, si sebleni, wapi, store, mradi ni milango. Na madirisha, hiyo dirisha la choo, sijui la chumbani, madirisha yote unahesabu. Pengine umepata jumla ya milango na madirisha viko 10. Kwa hivyo sasa na wewe ndimu zako zitakuwa 10. Sindano, na wewe sindano zako zitakuwa 10. Sindano hizi zitakuwa 10. Sindano zitakuwa 10 na ndimu nazo zitakuwa 10. Sasa basi, umeshavipata vitu hivyo.
umefagia mchanga kwenye nyumba yako, upate vumbi basi mchanga au vumbi basi hata kama kijiko kimoja au nusu kijiko, kwa sababu unawekwa kidogo tu, ndio unaweza ukafanya kazi. Baada ya kupata vitu hivyo, unaikata hii ndimu yako hii, unaikata lakini haumalizii yote, unachana kama unavyoona ni mimi nimeikata namna hii. Sio kama unaweza ukaona. Nimeichana katikati lakini sijamalizia yote. Nafikiri unaweza ukaona. Nimeichana katikati lakini sijamalizia yote. Baada ya hapo kuna ule mchanga wetu sasa, ule mchanga wetu tulioupata ule. Na uchukua ule mchanga dust au sand, nachukua huo mchanga, ninauchukua mchanga wangu, ninauweka hapa katikati hapa. Sio kama unaweza ukaona katikati hapa, ninaukungutia hapa. Unaona ninaukungutia huu mchanga hapa katikati hapa. Ninaukungutia. Si lazima uwe mwingi sana, hata kidogo unatosha. Naukungutia hapa mchanga wangu. Kama unaweza ukaona huu mchanga ninaukungutia hapa katikati hapa, ninaweka nini? Mchanga. Baada ya kuweka mchanga wangu, nachukua chumvi ya mawe. Chumvi ya mawe, sea salt. Ninaweka punje hizo chumvi ya mawe, ninaweka. Sio kama unaweza ukaona chumvi ya mawe ninaweka. Chumvi ya mawe ninaweka. Ninaweka. Sio lazima iwe nyingi sana, kama unavyoweza kuona, hata hiyo inatosha chumvi ya mawe. Baada ya kuweka chumvi ya mawe, ninachukua sindano yangu. Nachukua sindano yangu. Hapa kwenye kuchoma unaweza ukatia nia au unaweza usitie nia. Sawa, kwa sababu bado mbeleni huko kuna kitu cha kufanya. Mwenyezi Mungu, naomba unisaidie. Ninatoa kila aina ya mikosi na mabalaa yaliyopo kwenye nyumba yangu. Kila aina ya vifungo, na shari, na nuksi. Kwa hivyo nachoma hapa ili kwamba itokeze upande wa pili. Sio kama unaona imetokeza upande wa pili. Sindano imeingia huku, imetokeza upande wa pili. Nafikiri unaweza ukaona hapa. Sasa hii ni ndimu moja ambayo nimechanganya mchanga, nimechanganya chumvi ya mawe, nimechoma na sindano. Utaenda kuifunga. Hapo utafunga na uzi. Sole, nilisahau kukuambia uzi. Utafunga na uzi hapa na hapa uweze kuning'inia. Uzi. Utafunga na uzi hapa na hapa ili uzi uweze kuning'inia. Basi hii unaenda kuining'iniza mlangoni kwa ndani. Kila mlango unaweka hii moja. Kila mlango unaweka hii moja. Kila dirisha kwa ndani unaweka hii moja. Kama ilivyo hivi. Kila dirisha kwa ndani unaweka hii moja. Kila mlango unaweka hii moja. Ukisha viweka, unaviacha siku 7. Siku ya 8, maana yake siku kama ile uliyofanya. Sasa hapo unisikilize vizuri sana. Kazi hii utaifanya siku ya Jumamosi asubuhi au Jumanne jioni saa 1. Jumamosi asubuhi saa 1 ama utaifanya Jumanne jioni saa 1. Ndio muda wa kufanya kazi hii. Muda ndio elimu. Hivi vitu natumai unavielewa, lakini muda ndio elimu. Jumamosi asubuhi au Jumanne jioni saa 1. Jumanne kuamkia Jumatano usiku saa 1 jioni utafanya kazi hii. Utaning'iniza kila mlango hii moja ikiwa hivi. Kila dirisha hii moja ikiwa hivi. Kwa hivyo kama jumla ya milango yako na madirisha ni 10, basi hivi vitakuwa 10. Vitakuwa vingapi? 10. Ukishaweka hiyo siku ya Jumamosi asubuhi au Jumanne saa 1 jioni, utakuja kutoa tena Jumamosi asubuhi kama uliweka Jumamosi asubuhi, au Jumanne jioni kama uliweka Jumanne jioni. Kwa ina maana itakuwa Jumanne inayokuja au Jumamosi inayokuja. Ukisha vitoa hivi,
Na itakuwa vizuri zaidi kama utakuwa umetengeneza na kingine kama hivi, umefikia katika compound yako, yani katika mazingira ya eneo lako, kwa mfano hata nje, kwenye uwanja wako, umefikia na hii moja. Kwa hiyo utakuwa umeweka madirishani moja moja, milangoni moja moja katika milango yote, na katika ardhi kwa maana kwenye eneo lako la nyumba yako umeweka hii moja, umefikia. Sasa ikifika siku ya kutoa, unavitoa vyote. Utafukua ile ya kwenye ardhi, utatoa na hivyo vya madirishani ulivyoviweka. Vyote unaviweka katika chungu namna hii. Unaweka katika hichi chungu. Ukishaweka katika chungu vyote hivi, kinachofuata unakuwa na chumvi ya mawe, sea salt. Na yenyewe unamiminia humu chumvi ya mawe. Unamiminia humu. Baada ya kufanya hivyo katika hiyo siku ambayo wewe unatoa, basi unakoka moto, kama unatumia jiko la kawaida, kama unatumia gesi, alimradi ni moto. Hichi chungu unakiinjika kwenye moto. Sasa unakiacha kitatalike, viungue. Vile vinavyozidi kuungua, wewe unatia nia. Unatia nia za kumuomba Mwenyezi Mungu akuondolee shari, mabalaa, mikosi, vifungo. Kama ni magonjwa ya kishirikina yametawala katika mji wako, basi unamuomba Mwenyezi Mungu akuondolee, kwa sababu hiyo chumvi ya mawe imeumbwa na Mwenyezi Mungu, ndimu imeumbwa na Mwenyezi Mungu, sindano imeumbwa na Mwenyezi Mungu. Unamuomba kadri vinavyozidi kutatalika. Kama utaweza kupata mti mrefu, basi utakuwa unageuza pale. Kwa sababu chumvi inavyotatalika, ukisogea karibu itakuunguza. Basi unakuwa na mti mrefu, unakuwa unageuza pale jikoni inavyoungua. Utaacha iungue na huku unatia nia, iungue na huku unatia nia. Ukishaona vimekuwa vyeusi, vimekuwa makaa, masizi, vimeshaungua, basi pale utaipua, utaacha vipoe. Vikisha poa sasa, hicho chungu unapaswa ukakivunje. Ukiweza kuvunja njia panda, sawa. Hukuweza, basi kavunje popote pale kwenye kichuguu. Kichuguu, labda ni shambani au polini, nenda kakivunje. Na kwa manuizi kwamba ninasambaratisha kila aina ya shari, kila aina ya ubaya, kila aina ya vifungo vilivyokuwepo katika nyumba yangu mimi. Ninavisambaratisha vitoke na visirudi tena. Kwa hivyo unaenda kufanya nini? Kuvunja chungu hichi ambacho tayari kina vile vitu vimeshaungua, vimekuwa makaa. Na kwenda kuvunja. Na kuvunja ni siku hiyo hiyo. Kama umekuja kutoa Jumamosi asubuhi, basi utavunja siku. Kwenye kuvunja ni muda wowote, maadamu ulishatekeleza kazi hiyo asubuhi. Kama ilikuwa ni Jumanne jioni, basi utavunja hata kama ni usiku, muda wowote, alimradi usipitilize. Ndugu zangu, hebu fanya hichi kitu, halafu tizama kwa muda wa wiki moja kama hujapata simu yoyote ya kukuonyesha kwamba kuna mambo yako yamefunguka. Fanya hichi kitu kama ulikuwa una ugonjwa wa sihiri unazunguka katika mji wako, ugonjwa wa kichawi. Halafu tizama hata kwa muda wa wiki moja. Tizama matokeo. Fanya hichi kitu kwa yakini na focus, hakika utafanikiwa. Utaondokewa na mikosi, utaondokewa na mabalaa yanayokusumbua katika mji wako. Ni kitu kizuri sana. Watu tunajitibu miili yetu, lakini tunasahau kuwa nyumba zinarogwa. Mtu anaweza akaja akafukia kitu katika uwanja wako, lakini kitu hicho kinahusiana na upepo au hewa. Ndio nimekutolea mfano, ubawa wa kunguru unaweza ukakuletea shida katika mji wako. Ubawa wa bundi unaweza ukakuletea shida katika mji wako. Anaweza akaja dirishani kwako au mlangoni akapuliza. Akipuliza uchawi ule utakusumbua. Inategemea yeye amenuia kitu gani. Ndio hivyo, utakwenda kusomewa, utakwenda kuombewa. Sawa, nyota yako itakaa vizuri, lakini bado unarudi nyumbani kwenye nyumba ambayo tayari ina uchawi. Sasa ndugu yangu, kama umeweza kunisikia vizuri,
fanya hilo zoezi. Kama hujaelewa unaweza ukanitafuta, na kama huwezi kutekeleza mwenyewe, basi hizo ndo kazi zetu. Hizo ndo kazi zetu sisi. Nimekusaidia ili kwamba kuepusha ile kwamba tumeshaweka imani kwamba waganga wengi wa mtandaoni ni matapeli. Sasa mimi nimekuelekeza kila kitu na asili yake. Sio tu anayekwambia kwamba weka ndimu, choma chumvi ya mawe. Kwanza lazima ujue nyumba inalogwaje. Lazima ujue nyumba inalogwa vipi. Lazima ufanye nini? Lazima utambue. Halafu ukishajua ndio unafanya. Ndio mtiririko huu unatumika katika jambo lolote. Huyu mtu nyota yake ni nyota fulani. Kwa nyota hii weakness ziko wapi? Atalogwa kwa namna hii, kwa namna hii, kwa namna hii. Ndio maana tunatofautiana. Tunatofautiana hata sababu za kupata majanga. Ukienda jela, kila mtu ana sababu yake iliyompeleka pale. Wote hawana sababu moja. Kila mtu ana sababu yake. Sasa hizo sababu zilivyo ni kulingana na nyota. Ni kulingana na nyota. Tunaweza kupata matatizo yanayofanana, ila sababu ya kupata yale matatizo zinatofautiana na zinakuja kulingana na nyota. Kwa hivyo sasa kama unajitibu pasipo kufuata nyota yako inavyosema, utakosea. Yaani lazima utakosea. Lazima utakosea. Yaani utakosea. Kwa hiyo lazima ujue kwanza asili ya nyota yako. Asili ya nyota ya hicho kitu. Kama ni nyumba nimeshakwambia asili yake ni nyota ya kaa. Nyota ya kaa adui yake ni hewa au ni upepo. Ni upepo. Nitakuja kufundisha somo la kumuhamisha adui. Hili nitaomba usijaribu kama kumuonea mtu. Utakuja kulaaniwa. Nitakuja kufundisha somo la kumuhamisha adui. Adui ni nani? Inawezekana ni mtu fulani ni mwizi pale mtaani. Mwizi. Anakwenda polisi leo anatoka. Anakwenda polisi leo anatoka. Leo. Mtu fulani mchawi. Mtu fulani anafanya vitendo viovu, anabaka watoto wa watu, na kesha jitapa, anaenda polisi anaachiwa. Sasa huna haja ya kumfanyia kitu chochote. Huyo ni kumuhamisha aende huko, kama kuna wezi wengine, sijui wabakaji wengine, ahame aende kwa watu wengine. Nitakuja kufundisha somo hili na linapita mule kwenye hewa. Kwenye hewa na anahama. Hata we nani? Anahama labda kwa huruma za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ndugu zangu, nawashauri sana muweze kufuatilia elimu ya nyota. Ikiwa wewe ni mtaalamu au wewe sio mtaalamu, ninafundisha ili uweze kujitibu wewe. Kama huwezi ndo utakuja sasa kwa wataalamu. Kwa sababu ukishaenda kwa mtaalamu maana yake ni kwamba unachukua muda wake, kwa hivyo na yeye lazima akutoze pesa. Lakini kwa zoezi hili, kama wewe unaona nyumba yako unaitilia shaka, ukifanya zoezi hili itakuwa vizuri sana. Itakuwa vizuri mno, tena sana. Fanya ndani ya wiki moja alafu utizame. Kama hujapigiwa simu nzuri, simu ya kheri, mambo yako yalikuwa yamefunga, na si nyumba tu ya kawaida ya kuishi. Nimesema nyumba hata za kibiashara, kwa maana ya lodge. Lodge yako umeijenga kwa ajili ya biashara. Muda fulani wateja walikuwepo, lakini imefika muda imezima. Hakuna wateja. Inawezekana kuna mtu kakuonea hila, kaja kupuliza vitu vyake pale. Sasa huna haja ya kusumbuka utapeliwe, utuchukue waganga wa TikTok, tufike pale tukwambie 800,000, sijui 2,000,000. Hebu fanye hili zoezi. Ndimu najua inapatikana, sindano inapatikana, chumvi ya mawe inapatikana, viungu vinapatikana kwa hapa Tanzania karibu kila mkoa. Viungu vinapatikana. Kienda sokoni unapata. Chumvi ya mawe sokoni ipo. Sindano zipo paka mtaani. Ndimu zipo sokoni. Fanya hili zoezi kwa nia. Fanya hili zoezi kwa nia na kwa manuizi yako ya lugha yoyote. Sio lazima Kiarabu, manuizi yako kwa lugha yoyote. Lakini kwa wewe unayejua kusoma Qur'ani, nikusaidie tu. Utasoma Suratul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Pale unapokuwa umeviweka vitu vyako katika chungu, umeviinjika jikoni, utakuwa unasoma Alam tara. Unasoma Alam tara bila idadi mpaka vitu hivi viungue viwe masizi. Utasoma Alam tara bila idadi mpaka vitu hivi viungue viwe masizi. Ndugu yangu,
Ukiweza alafu kavunje. Kama huyo adui mwenye kufanya hayo yupo karibu, kwa maana anaishi hapo mtaani, majibu utayapata. Majibu utayapata. Ni kuweka yakini na focus na kile unachokifanya. Kile unachokifanya. Hiyo ndio elimu ya nyota. Kila kitu unakichambua kwanza. Yaani ni kama daktari. Hawezi akakutibu kama hajui ugonjwa unaambukizwaje. Yaani daktari ili akutibu wewe, kwanza amesomea ugonjwa unaambukizwa vipi. Malaria yanaambukizwa vipi. Yaani ameshajua ndo anakutibu. Lakini kama hajui ugonjwa unaambukizwa vipi, asili ya ugonjwa, hawezi akakutibu. Sasa vivyo hivyo katika nyota, kwamba ukianza kujitibu au kumtibu mtu alafu hujui asili ya nyota inasemaje, unaweza ukawa unaongeza uchawi badala ya kutibu. Unajikuta unaongeza uchawi au unazidi kumuongezea mtu mabalaa badala ya kutibu. Ndio maana nimekuambia kwamba kazi hii fanya siku fulani. Jumamosi asubuhi inatawala nyota ya Mbuzi. Nyota ya Mbuzi ni nyota ya 7 kwa nyota ya Kaa. Yaani ukihesabu kutoka nyota ya Kaa, nyota ya Mbuzi ni nyota ya 7. Nilishazungumza faida ya mlango wa 7. Ni mlango unaokupa nguvu. Ni mlango unaokutibu kinyota. Ndio maana nakwambia ufanye Jumamosi. Usifanye siku nyingine, fanya Jumamosi. Haijalishi ni nyumba unayoishi, ni nyumba ya loji, sijui ni nyumba ya biashara, labda ni flame zako wewe. Kwa muda fulani zilikuwa na wateja, sasa watu wameshazifanyia nuksi, hazina wateja, fanya hivyo. Fuata huo muda ndio kwambia. Hiyo siku saa 1 anza kufanya kazi yako. Saa 1 Jumamosi asubuhi au saa 1 jioni Jumanne kuamkia Jumatano. Na ukishafanya hivyo, ukavininginiza na kile cha kuchimbia ukachimbia, utakuja kutoa siku ile ile, maana itakuwa ni siku ya 8. Zipite siku 7, siku ya 8 ambayo itaangukia siku ile ile uliyofanya. Na muda ule ule nenda katoe. Sasa ndio uviweke katika chungu, halafu viinjike. Ukishavinjika katika moto, uwe moto wa gesi, uwe moto wa kawaida, sawa tu. Sawa tu, choma. Basi vinavyoungua pale unatia nia. Kwa wewe unaweza kusoma Qur'ani, soma Alamtara, Suratul Fil. Kama utaweza, mara nyingi bila idadi, mpaka uhakikishe vile vitu vimeungua, vimekuwa masizi. Unasoma Alamtara huku unatia nia. Baada ya hapo unaipua, unaacha kinapoa, basi unakwenda kukivunja njia panda. Kwa siku hiyo hiyo. Sasa kwenda kuvunja saa lolote, nenda kavunje. Kwa sababu pale ushakamilisha kazi. Kavunje njia panda, au kama mji unaoishi mazingira ni magumu kwenda njia panda, basi safiri, nenda hatua kidogo pembeni ya mji. Nenda sehemu ambapo kuna kichuguu. Kama ni shambani, ni wapi, mahala ambapo kuna kichuguu, nenda kavunje. Fanya hivyo. Ukiwa uwezi, karibu sana ofisini. Una nyumba yako, ina vitimbi, si umejenga loji. Mwanzo ilikuwa inaenda vizuri, sasa hivi haiendi. Sijui ni frame zako zilikuwa zinaenda vizuri, sasa hivi haziendi, hakuna wateja, ni nuksi tupu. Basi karibu sana ofisini. Ukiweza fanya, uwezi, karibu sana ofisini. Asanteni sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.